ninaanzia kwa ofisi ya wokovu, ninaanzia na wahubiri, sio kukula, sio kukunywa tu. Unafaa hata na wewe ukiona mtu ako in need, unampea mali yako na unatoa, unashirikiana na yeye. Why do I say this? Cause this. Kuna mhubiri sana alikuwa anahubiri hapa kwetu zamani, alikuwa anaitwa Kariango. Yeye alikuwa kazi yake anasafiri kutoka Nairobi kwenda Nakuru. Alikuwa ananunua zile shindano za kushona manguo. Sasa akitoka Nairobi, tutaoni tuote tuko jirani hapa, anaenda Kagemi anahubiri, anaenda Uthiru anahubiri, anaenda Kenoa anahubiri, anaenda Limuru anahubiri, anaenda Flyover anahubiri. Hiyo tutaoni tuote. Akianza safari leo, ataenda mpaka Nakuru. Sijui kama huyu jamaa alikufa. Alikuwa anahubiri kila kataoni, mpaka kwetu Magumu alikuwa anakuja. Lakini huyu jamaa juu alikuwa anatembea miguu, tulikuwa tunamuita Kariango. Angelihubiri kwetu, aende Kinungi umpate saa 10, afike Naivasha ajue amehubiri Naivasha, analala Naivasha. Hakuwa msafi, ninakubali. Lakini alikuwa anauza shindano hizi za kushona maguo. Sasa ile kitu ilikuwa inanishangaza na huyu mzee. Angelikuja kwetu Magumu ahubiri, aseme kuna mtu hapa ambaye anajua hajakula lunch na hana kitu anaweza kula. Ukiinua mkono alikuwa anakuambia chukua ile pesa hapa kwa hizi nimepewa sadaka hapa na watu, uingie kwa hoteli ukule. Huyo Kariango alikuwa anatuonyesha injili ya mfano wa aina hiyo. Leo hii mimi ni tajiri, mimi ni pastor, mimi ni evangelist, mimi ni teacher, mimi ni tajiri, mimi nimeokoka, mimi ni deacon, mimi ni mzee wa kanisa, mimi ni wa kanisa hii, I belong to this dhehebu, na mimi ni tajiri. Lakini watu unajua ni makosa sana kumwaga chakula kwa dustbin. Although Nairobi huwezi peana, lakini usiashe. You know, sometimes unakaa unaangalia mahali kuna shida, kati ya wale watu, sio tu kwa children's home. Maana nazo children's home zingine tumekuwa nazo siku hizi, na nikusema ukweli, wanatutekia advantage. Wewe unaona mtu wako na children's home, na hiyo children's home hajaiweka kwa sababu ya uzuri wa kutaka kusaidia wale watoto. Lengo lake ni watu wajue wako na children's home, anawapelekea. Sasa unapata wewe unaenda ile children's home, unaangalia watoto wale umepeleka, maybe unashika mtoto mmoja unataka kumsaidia, umanunulia maguo masuti nguo mzuri, lakini unastukia sasa ile umeenda umepata huyo mtoto na unasema unataka kwenda kumuona. Unapata kama ni msichana amevaa nguo ya crippling, ile suti ulipeleka mzuri ilienda wapi? Children's home, a number of children's home ambazo tuko nazo Kenya. Na mnisamehe, mingi hazina Mungu. Mingi hazina Mungu. Children's home namba kubwa 70% yake hazina umungu. Wale watu ambao wameziweka hawajaweka kwa sababu wanapenda hawa watoto ambao wako na wao. Wanapenda wanakuwa na children's home, maana ya ile kitu unataka kutoka kule. Jaribu, unapeleka suti mzuri, unanunua suti mzuri, unaenda unasema ni ya huyu mtoto. Saa zingine unasema unataka kumuona, mkutane na yeye wakiwa na huyo mwalimu hapo tu kwa gate, na afanye hiyo suti. Ukienda inapata sababu mingi. Unapewa nguo mzuri children's home, na wewe unachukua zingine unaenda kuuza, zingine unaenda kupelekea watoto wenu, mnaasha wale watu wanataabika. Count in your mind, God is observing. Hiyo children's home huko naye na unatumia watu vibaya naye, God is still counting. Na siku ya 40 ikifika Mwenyezi Mungu, hakika utakuwa umeisha. Tumia tu vibaya hawa watoto, tumia tu hiyo platform vibaya. Unaona wengine wanaomba pesa mpaka ngabo na wanapewa, wengine wanaomba pesa mpaka kwa society na wanapewa. Lakini for sure na kuongea ukweli, ile vitu mingi inatolewa inapelekwa hizi children's home, haifiki. Na hapo ni kutokuwa na Mungu. Do you claim, and it is the scripture says, rich people who sees brother or sister in need, yet close their heart against them, cannot claim that they love God. They cannot claim. Napeleka kitu children's home, baada ya yule mtoto nimempelekea wewe, unachukua ile mzuri unaenda kuuza, zile zingine unapea watu wenu, zile zingine unapeleka kwako, nguo zimejaa kwa nyumba zako, zile zililetwa children's home, and yet you claim you love God. You don't love God. You don't deserve that respect. You are not a human according to the scripture. You are not qualified to be called a human being. I'm not supposed to judge you, but see this. Children's home 90% mingi hazina umungu. Matumbo, the desire, heart, ndio inasababisha wengi wasema wako na children's home. My children, sikiza hii.
Na nitarudia, rich people who sees a brother or sister in need yet close their heart against them cannot claim that they love God. My children, our love should not be just once and talk. My children, asema Mungu, watoto wangu, our love should not be just once and talk. It must be true love which shows itself in action. God bless you. Mungu akubede, akubariki. Tuishi maisha matakatifu wetu. Unapotafuta Mwenyezi Mungu, be holy. Na uende mbele ya Mwenyezi Mungu ukimwambia mimi ni mwanadhambi, nisamehe. Niwezeshe kukaa maisha matakatifu. Unajua vile inakuwa maisha wakati unaishi maisha matakatifu, kuna hii inakuwa ni kama kifuniko Mwenyezi Mungu anawekeleaga mwanadamu. Ni kama vile unaweza funiko na kifuniko kimoja kikubwa ndani. Unasikia the atmosphere within is calm. Mwenyezi Mungu haruhusu kuingia baridi kwako. Na hii ninasema kwa physical hii body. Ninakaa hivi nikiwa nimekaa wokovu vizuri, nikiwa kwa Roho Mtakatifu. Mpaka wakati mnasema kuna baridi, mimi sisikii. Wakati mnasema kuna joto mingi, sisikii. Unafunikwa na uwepo mwingine wa Mwenyezi Mungu kutoka kwa kichwa mpaka kwa miguu. Mahali popote unaenda ukikaa, unasikia hiyo presence ya Mwenyezi Mungu imekukava. That is how to be in a good relationship mzuri na Mungu. Na ujue wakati umefunikwa na hii, Mwenyezi Mungu haezi ruhusu mambo ingine ikufikie wewe. Anakulinda vizuri. Na nikisema namna hiyo, wale watu wako na magari ya bei kali, makina V8, ukiingia ndani baridi ikiwa sana inajiongeza joto, kukiwa na hewa, kukiwa na joto sana inatoa ingine. Unakuwa comfortable ukiwa kwa hizo magari za bei, unakuwa comfortable. Sasa kama unakuwa kwa gari ambayo imetengenezwa na mikono ya mtu na unasikia ukiwa comfortable ndani, na fikiria wakati umekubali kukaa vizuri kwa Kristo, anakupatia shelter, anakupatia nyumba ya kiroho inatoshana na vile huko. Hata kama itakuwa ni kubwa, ni 6x3 anakufunika hivi, anakulinda, anakuguide. Unakuwa ni kama mtu ambaye yako ndani ya mayai ya protection ya Mungu. Yaani mpaka wakati una move unasikia comfortable. Na hapo ndio unaonaga nikisema utakutana na waizi wakikuangalia hivyo, hawezi wakakufikia juu Mungu anakulinda. Why don't you desire that? It is so sweet. Wakati umetembea, wakati unaongea, kuna mambo utaenda kuongea, usikie calm in your mind. Nakwambia usiende hiyo laini. Tutafute wokovu ndugu zetu. Tupende kukaa maisha matakatifu. Tusikizane na Mwenyezi Mungu. Na tukisikizana na Mwenyezi Mungu, anatupatia hii shelter, anatupatia hii protection. Mambo itakuwa inaenda vizuri. Saa hii nimeelezewa niwashane na kazi ya kuuza vitu hapa nikisurura. Nauliza Mungu nitakula nini? Saa zile nimeshoka tu, nimehakisha goli. Nataka kutoka ili niende nikauze vitu, sijui Utawala, sijui Mihango. Kutoka tu kwa barabara nimeenda kilomita moja nikienda kilomita ya pili. Si nilikuwa ninaona kwetu sasa saa hii imeenda kufika ni saa 8 na sijapata, na ninahitaji watoto wakitoka shuleni ama mtoto akitoka shuleni wale wengine wakikuja, angalau niko na kitu ya kukuliwa nyumba. Saa zile nimeona ni kama inaenda kuishia. Nafikiri ngoja niende nikatafute deni ambayo nilikuwa nimepea mtu. Nikihakisha tu gari nikitoka. Mwenyezi Mungu naye ndiye huyo. Nikitoka tu nikienda kilomita moja, ninaona mtu ananiwekea kwa M-Pesa, ananiwekea 500. Haya kwenda kidogo naona mwingine ameweka 500. Kama haja yangu ilikuwa 1000, ninageuza gari narudi nyumbani. Maana Biblia, Mwenyezi Mungu aliniambia mimi siongei kwako. Chukua Biblia ukule na ukunywe. Sasa wakati ninashukua hii Biblia nikule na nikunywe hii, Mwenyezi Mungu alikuwa anajua anamaanisha nini. Maana sio mimi ananiweka indo. In fact ninaenda kutoka nje ya mlango, simu inalia ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, narudi nyumbani. Naye Mungu ananiambia kaa hapo nikupe. Unakaa unaona mtu nimetoa fungo langu la 10 ananipea 1000 ya leo. Huyu mwingine ananiambia 500. Na nyinyi ambao mnapanda katika hii ministry si bure, hebu jaribu. Tumeomba hapa na mtu juzi jana. Ng'ombe zao zimeibiwa asubuhi akiwa Laikipia. Nikaambia Mungu, malaika mbele hizo ng'ombe zilindwe na asisimamishwe. Silienda kuonekana Laikipia, sijui ziliibiwa north, zikaenda kuonekana south ng'ombe. Na walizipata kwa mama akiwa ameletewa anataka kusikamua. Wakakuja wakaingia kwa boma akasema, sijui walijuaje, malaika akiingia nitosha. Huyo mama alisema, simngoje tu nikamue angalau. Mimi niliuziwa nimeletewa ng'ombe sijui za kuuzi, ni za kuiba asubuhi. Ngojeni tu nikamue maziwa, alafu mchukue ng'ombe muende nazo.
tuishi maisha matakatifu, tuyakule mema ya Mungu. God bless you. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani, na bariki mwenye kunisikiza, bariki huyu ambaye Mwenyezi Mungu hana uwezo. Baba, tuwezeshe kukaa maisha matakatifu, tuwe matajiri ambao wanajali wengine, na ni katika jina la Yesu nimeomba. Bariki huyu Mwenyezi Mungu, bariki mimi, katikati yetu tembea Baba, tenda makuu, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Shalom, shalom. God loves you. Hey.